Bismillahirrahmanirrahim. Uslimu kwa Umar radhiallahu anhu. Umar radhiallahu anhu ambaye kutokana naye Waislamu wote wanajivunia kwa haki na makafiri bado wanamuogopa, alikuwa ni imara sana katika kumpinga Allah na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na akijulikana sana katika kuwatesa Waislamu kabla ya kuingia kwake. Siku moja Makuraishi katika mkutano mmoja walimtafuta mtu ambaye angelijitolea kwa ajili ya kumua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umar radhiallahu anhu alijitolea kwa ajili ya kazi hii, ambapo kila mtu alisema hakika wewe unaweza kuifanya Umar. Akiwa na upanga wake shingoni mwake, alitoka moja kwa moja kuelekea kwenye kazi yake ya uovu. Njiani mwake alikutana na Saad bin Abi Waqqas wa kabila la Zuhra. Saad akamuuliza, unakwenda wapi Umar? Ninakwenda kummaliza Muhammad. Saad, lakini huoni kuwa Banu Hashim, Banu Zuhra, Banu Abdi Manaf wanaelekea sana kuwa watakuwa katika kulipiza kisasi? Umar akiwa ameingia wasiwasi kwa onyo hilo. Inaonekana kuwa wewe pia umeikana dini ya wazazi wako, acha nikumalize wewe kwanza. Baada ya kusema hivyo, Umar alitoa upanga wake. Saad alitangaza Uislamu wake, naye pia alitoa upanga wake. Walikuwa karibu kuanza pigano wakati Saad aliposema, ni bora kwanza ukairekebishe nyumba yako, mwenyewe dadako na shemeji yako wote wamesha silimu. Baada ya kusikia haya, Umar alipandwa na hasira sana na kugeuza hatua zake kuelekea kwenye nyumba ya dada yake. Mlango wa nyumba ulikuwa umefungwa kwa ndani, na wote wawili, mume na mke, walikuwa wanapata masomo katika Qur'ani kutoka kwa Khabab radhiallahu anhu. Umar akagonga mlango na akapiga kelele dada yake afungue. Khabab radhiallahu anhu aliposikia sauti ya Umar alijificha kwenye chumba kimoja cha ndani, akisahau kuchukua kurasa zenye maandiko ya Qur'ani tukufu pamoja naye. Wakati dada yake alipofungua mlango, Umar alimpiga kichwani huko akisema, ewe adui wa nafsi yako, na wewe pia umeiacha dini yako. Kichwa chake kikaanza kutoa damu. Kisha akaingia ndani na kuuliza, mlikuwa mnafanya nini? Na nani alikuwa mgeni nilimsikia kutoka nje? Shemeji yake akajibu, tulikuwa tunazungumza baina yetu. Umar akamwambia, wewe pia umeiacha imani ya wazazi wako na kuingia kwenye dini mpya? Yule shemeji akasema, lakini itakuwaje kama dini mpya itakuwa ni bora zaidi na ya kweli? Umar akazidiwa na hasira na kumwangukia, akimvuta ndevu zake na kumpiga kwa ukatili sana. Dada yake alipoingilia kati, alimpiga vibaya sana usoni mwake, na uso wake ukazidi kutokwa na damu. Baada ya yote, alikuwa ni dada yake Umar aliyofoka. Umar, tunapigwa kwa sababu tu tumekuwa Waislamu. Sikiliza, tumedhamiria kufa tukiwa ni Waislamu, uko uhuru kufanya chochote upendacho. Umar alipotulia na akaona haya sana kwa kutokwa damu dada yake, macho yake yaliangukia kwenye kurasa za Qur'ani zilizoachwa na Khabab radhiallahu anhu. Akasema, vyema, nionyesheni nini hizi? Hapana, akasema dada yake, wewe si tohara, na mtu asiye tohara hawezi kugusa maandiko haya matakatifu. Alisisitiza sana, lakini dada yake hakuwa tayari kumruhusu yeye kuzigusa kurasa zile hadi akoge. Mwisho Umar alishindwa, alikoga na kisha akaanza kusoma zile kurasa. Ilikuwa suratul Taha. Alianza kusoma mwanzo wa sura. Alikuwa ni mtu aliyekwisha kubadilika kabisa alipofika kwenye aya hii. Hakika mimi ndiye Allah,
hakuna anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi. Kwa hivyo niabudini mimi na simamishe swala kwa ajili ya dhikri yangu. Suratul Taha kurasa 14. Akasema, vyema, nipelekeni kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kusikia haya, Khabab radhiallahu anhu alitoka kutoka ndani alikokweko na kusema, ewe Umar, biashara njema kwako. Jana kwenye usiku wa Alhamis, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliomba kwa Allah, ewe Allah, utie nguvu Uislamu kwa mmoja wapo kati ya Umar au Abu Jahl, yoyote umpendaye. Inaonekana dua hii imekubaliwa kwa upande wako. Kisha Umar alikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuslimu kwenye siku ya Ijumaa asubuhi. Kuslimu kwa Umar kulikuwa ni pigo kubwa sana kwa msimamo wa makafiri, lakini bado Waislamu walikuwa ni wachache na nchi nzima ilikuwa dhidi yao. Makafiri walioongeza juhudi zao kwa ajili ya maangamizi kamili ya Waislamu na kukomesha Waislamu wakiwa na Umar upande wao. Waislamu sasa walianza kuswali swala zao katika msikiti wa Haram. Abdullah bin Mas'ud anasema kuslimu kwa Umar kulikuwa ni ushindi mkubwa. Kuhama kwake kuelekea Madina kulikuwa ni msaada mkubwa, na kuchaguliwa kwake kuwa khalifa ni baraka kwa Waislamu.